Hujambo mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Karibu katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Ili nikueleze vile mambo yalivyo kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Sasa katika sekta ya siasa humu nchini imechukua hatua nyingine tofauti kando na vile wengi walikuwa wanatarajia. Sasa hivi Junet Mohamed ambaye ni kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa anaenda kukabidhiwa nafasi ya kuwa kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo, kando na Kimani Ichung'wah kung'olewa na kufukuzwa aende nyumbani. Hii ni nini inaendelea? Kabla nikueleze kwa undani, naomba unapoendelea kutazama hii kanda utupe a like. Na ninaomba msamaha kwa sababu nimeleta hii kanda kwa njia ya audio kwa sababu ambazo hazingeweza kuebukika, lakini tukifika kwa studio tutaonekana kwa picha. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika mtandao wetu wa Mokenya TV, naomba ukaweze kubonyeza kitufe kiko hapo chini kimeandikwa subscribe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokenya TV. Na asante kwa kutia ombi langu, sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp. Karibu ili tuendelee kwa kina. Sasa Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, baada ya kuagizwa na mahakama kuu kwamba Azimio la Umoja, muungano ambao unaongozwa na Raila Odinga, ndio uko na wabunge wengi katika bunge la kitaifa kuliko mrengo wa Kenya Kwanza wa rais, Moses Wetangula alikataa ombi hilo ama uamuzi huo wa mahakama kuu, akaenda katika mahakama ya rufaa ili kuomba uamuzi wa mahakama kuu kaweze kufutiliwa mbali. Lakini mahakama ya rufaa ikasema uamuzi huo uko halisi. Kumaanisha kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed anastahili kukabidhiwa nafasi ya kuwa kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo. Kumaanisha mbunge Kimani Ichung'wah ambaye ni kiongozi wa walio wengi sasa hivi atabadilishiwa wadhifa ili awe kiongozi wa walio wachache katika bunge hilo. Now, I want to put this into perspective so that we can understand the trend of politics in this country, Kenya. Sasa baada ya uamuzi huo, ni shida gani ambayo inaenda kushuhudiwa ikiwa Junet Mohamed atatwikwa jukumu la kuwa kiongozi wa walio wengi kando na Kimani Ichung'wah katika bunge la kitaifa? Point number 1. Kupitisha miswada katika bunge hilo ambayo ni ya rais, kutakuwa na kizungumkuti. Sasa itabidi Junet Mohamed na Raila Odinga wakubaliane ni kipi ambacho kitafanyika, kwa sababu miswada ya serikali inaweza letwa katika bunge la kitaifa na ikose kupitishwa ikiwa Junet Mohamed atakuwa kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo. Hata kama tuko na broad-based government, itakuwa ngumu unless and otherwise kuna kupembelezwa hapa na pale. Number 2, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, penye imefika lazima akabidhiwe nafasi ya kushikilia kando na zile nafasi amekabidhiwa ya kuwa na mawaziri katika serikali, kuwa na principal secretaries, kuwa na some parastatals. Lazima yeye mwenyewe sasa akabidhiwe
kiti ili kumtuliza. Asipotulizwa, atatumia nafasi ya kuwa na wingi katika bunge la kitaifa ili kusimamisha shughuli na miradi kupitishwa ya serikali katika bunge hilo. Maana Kimani Ichung'wah atarudi upande huu mwingine wa upande wa walio wachache. Na ukiwa katika upande huo, kutakuwa ngumu kusukuma some amendments, bills, miswada on the floor of the house kupitishwa. Kwa hivyo kutakuwa na shida ikiwa Junet Mohamed atatwikwa jukumu la kuwa kiongozi wa walio wengi, kwa sababu serikali ya rais itapata ugumu, itashuhudia changamoto kupitisha miswada, kufanikisha miradi ya maendeleo na mabadiliko serikalini. Unajua, number 3, Junet Mohamed akichukua nafasi hiyo, shida ingine, wanaweza anzisha mswada wa impeachment against the head of state, kwa sababu ya wingi wa wabunge katika bunge hilo la kitaifa. Sasa itabidi sasa hivi Raila Odinga atafutiwe mbinu ya kutulizwa kisiasa ili Junet Mohamed asalie kuwa kiongozi wa walio wachache, ama akiwa kiongozi wa walio wengi atakuwa anafanikisha miswada ya serikali kupitisha, ikiwa Raila Odinga atatulizwa na rais mwenyewe. What do you think? Uamuzi wa mahakama ya rufaa utaenda kuheshimiwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Nakumbuka wakati mmoja, wakati mahakama kuu ilisema ya kwamba Azimio la Umoja ndio muungano uko na wabunge wa walio wengi kando na Kenya Kwanza, spika Moses Wetangula aliweza kusimama na kutangaza akiwa katika bunge la kitaifa, akasema ya kwamba mahakama haina nafasi ya kutangaza mrengo ambao uko na wabunge wengi katika bunge la kitaifa, ila tu ni spika mwenyewe anaelewa na anajua ni mrengo upi ambao uko na wabunge wengi. Kwa hivyo katikati ama kuanzia mwaka huu 2025 hadi mwaka 2027, hapa katikati tutakuwa tunashuhudia mabadiliko makubwa, haswa katika sekta ya siasa. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine ila tu kutamatisha uchanganuzi huu. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozunguka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Asante sana, tukutane in the next video. Bye bye.